Marekani, upepo wa kisiasa umechafuka kufuatia mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Katika hali isiyo ya kawaida, Rais wa Marekani amezindua operesheni hiyo mnamo tarehe 28 Februari mwaka 2026, huku akikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa umma, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya kisiasa ya kura za maoni nchini humo. Tofauti na vita vya awali nchini Afghanistan na Iraq ambavyo viliungwa mkono kwa kishindo na wananchi wa Marekani, utafiti wa sasa unaonyesha kuwa ni asilimia 34 tu ya Wamarekani wanaoiunga mkono hatua hii tangu siku ya kwanza. Kadri muda unavyosonga, ndivyo chuki dhidi ya vita hivi inavyozidi kukua, huku takriban asilimia 61 ya raia wakieleza kutoridhishwa kwao na kuitaka serikali kusitisha mapigano mara moja. Sababu kuu ya hasira hii ni ukosefu wa uwazi kutoka kwa utawala wa Trump, ambapo theluthi mbili ya Wamarekani wanahisi kuwa malengo ya kijeshi hayajafafanuliwa vyema. Licha ya ikulu kudai kuwa Iran ni tishio la usalama, raia wengi wanapinga hoja hiyo. Wanaamini kuwa shambulio hili litafanya Iran kuwa hatari zaidi kwa usalama wa Marekani. Aidha, pigo la kiuchumi limekuwa zito kwa wananchi wa kawaida. Bei ya mafuta imepanda kwa kiasi kikubwa, jambo linaloathiri vibaya bajeti za kaya nyingi huko Marekani. Kutokana na hali hiyo, kiwango cha imani kwa Rais Donald Trump katika kusimamia uchumi kimeporomoka hadi asilimia 31 pekee, huku asilimia 60 ya raia wakimnyoshia kidole cha lawama kwa kupanda kwa gharama za maisha. Mpaka sasa, swali kubwa linalobaki ni je, sauti ya mlipa kodi wa Marekani ina umuhimu wowote wakati serikali inapoamua kuendeleza vita ambavyo raia hawakuviomba? Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.